And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Now let's also read the book of Mark, chapter 3, verse 28. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Now we have seen, tumeona katika kitabu cha Waefeso, or rather kitabu cha Marko, na sana ningependa tuone mstari wa 29 ya kwamba he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Yani yule ambaye anafanya nini? Anafukuru Roho Mtakatifu. So ningependa tuone kwa muda ulio mbeleni mwetu kuhusu dhambi isiyosameheka, asiweza kusamehewa. Bwana sana. Unforgivable sin. Tumeona hapa kuhusu blaspheming au kufukuru. Tukiona maana yake, or the definition, that means to speak with disrespect or irreverently about God. Yani kusema jambo au kutenda jambo usio na heshima kwa Mungu au kwa mambo ambavyo ni vya utakatifu, or sacred things. That means speaking sacrilegiously about God. Profane or kuwa na disrespect or careless action, au kufanya mambo ovyo bila kujali kuhusu mambo ambazo ni za kuheshimiwa au kuhusu Mungu. Hiyo ndio maana ya kufukuru or blaspheme. Bila kuwa na heshima au kwa mambo maana ingine ni kuwa na madai yasiyo kweli kuhusu mambo za Mungu. That's having a false claim. Kemwa ku cheti Jehova chimakitinye konyi magigwi. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba kuwa na madai yasiyo ya kweli ambao unamhusisha mambo za Mungu. Na tunajua ya kwamba hiyo ndio kitu ambao ni hatari hata katika maisha ya kawaida. Kama mtu anaweza kusema ya kwamba kudai au kujifanya, kupretend. Useme kama mtu anasema kwamba mimi ni askari, anaenda vijijini hapa na kuona ya kwamba mimi ni askari, mimi ni polisi. Naenda kushika watu, anatisha watu na kusema ya kwamba mimi ni askari. Tunajua hiyo ni hatia ambao ni hatia mbaya sana. Kwa sababu
yeye anafanya madai ambayo si kweli, ambao akiambiwa kwamba can you prove, unaweza kuthibitisha, can you identify yourself, ujitambulishe ya kwamba wewe ni askari ya serikali, na hawezi kujitambulisha. Sasa hiyo ndio hatia kubwa kisheria, kwa sababu amefanya nini? Amekuwa na madai ambayo si ya kweli. That's right. Amen. Hebu hata tuone kwa mambo kiwango kingine. Mtu anaweza kudai, kama leo mtu atasimama na kujitangaza kusema kwamba mimi ndio rais ya nchi. Tunajua hiyo ndio tunaita treasonable, yaani ni kitu ambao ni kosa ambao adabu yake ni kunyongwa, kwa sababu umetamka na umesema umejitambulisha kutoa dai kwako ya kwamba mimi ndio rais ya nchi, mimi ndio president. Sasa ukipatikana, wewe mwenyewe utashtakiwa na adabu yake ni capital punishment, kwa sababu umetoa madai ambayo si ya kweli. Hiyo ni mambo za kawaida. Amen. Au kusema kwamba mimi ni kijana ya president, mimi ni mtoto wa president. Sasa hayo ndio yaani ukishika, kwa sababu ni kitu ambao unasema ambao si kweli. So hapa ndipo tumeona ya kwamba Yesu Kristo amesema hapa ya kwamba dhambi zingine zote zinaweza samehewa, lakini kufukuru Roho Mtakatifu hakuna msamaha. Mungu atusaidie sana. Yaani kusema kitu au kutenda kitu au kupuuza kitu ambao ni wa Roho Mtakatifu, akasema kwamba hapa atakuwa na msamaha. Tumeona katika kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso imesema nini? Akasema kwamba grieve ye not the Holy Spirit. Yaani msihusunishe au msifanye nini? Msihusunishe Roho Mtakatifu. Sawa? Ambao umetiwa muhuri mpaka wakati wa ukombozi wenu. Ningependa tuone jambo moja hapa katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 9 mstari wa kwanza. Let's read the book of Mathayo 9, so-called Mathayo. Say, and he entered into, Mathayo. Yeah, and he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. Unaona? So Yesu aliletewa huyu mtu ambaye alikuwa amepooza kwa mwili wake, na alipoletewa Yesu alipoangalia na akaona imani ambayo walikuwa nayo, akamwambia huyu mwana, uchibe moyo, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Kwa kwamba dhambi zako zimesamehewa. Bwana sifiwe sana. So hao waliposikia, hao watu walikuwa ni wa dini kabisa, na walikuwa najua maandiko, because they were called the scribes. Praise the Lord. They knew the scriptures, they knew, walikuwa najua maandiko, na wakasema katika mioyoni mwao ya kwamba this man blasphemeth, anafukuru. Ni nini? Ni kwa sababu alisema nini?
ni kwa sababu alisema ya kwamba thy sins be forgiven thee. Amen. Na kusamea dhambi zako. Praise the Lord. Na aliposema nimekusamea dhambi zako, hawa waliposikia, ambaye alikuwa ni waandishi, akasema this man blasphemeth. Anafukuru. Kwa nini anasema ya kwamba dhambi zako, nimekusamea dhambi zako? Kwa sababu walikuwa najua katika maandiko ya kwamba hakuna awezaye kumsamea mtu dhambi isipokuwa Mungu mwenyewe. Praise the Lord. Sasa huyu mtu ambaye walikuwa naona kama ni mtoto kijana wa Maria, amen, nasema kwamba yeye anafukuru because they saw that as a sacrilegious. Ni kusema mambo ovyo, ni kusema mambo bila kuwa na uangalifu, kusema mambo, kudai kitu ya kwamba anaweza kumsamea dhambi, na ni Mungu mwenyewe ambaye anamsamea watu dhambi. Tusaidie sana. Amen. So waliposikia hiyo, wakasema huyu mtu, hii mambo ni kufukuru, anafukuru kwa sababu anadai ya kwamba yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Kwa sababu nani anasamea dhambi? Ni Mungu. Hebu tusome kitabu cha Marko, twende mbele kidogo, tuwe uangalifu. Tunasema ya kwamba tutatumia muda fupi. Kitabu cha Marko 2 mstari wa 6. Say, but there were certain of the scribes sitting there. See? Wakati Yesu aliposema, verse 5, say, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Yani ni nani awezaye kumsamea mtu dhambi ila tu ni Mungu peke yake? That was their reasoning. Amen. Kwa sababu nimesema nini? Nimesema kwamba kwa sababu walikuwa najua nini? Maandiko. Na walikuwa najua kwamba ni Mungu peke yake ambaye ana uwezo wa kumsamea watu nini? Dhambi. Na sasa akasema, kwa nini huyu mtu anafanya hivi? Hii ni kufukuru, hii ni blasphemy. How can he say your sins are forgiven? Na ni Mungu peke yake ambaye anafanya nini? Anamsamea watu dhambi. Now, let's read the book of Isaiah. Kwa sababu hapo ndipo walikuwa wanajua. Kitabu cha Isaiah 43. Okay. Isaiah 43, let's read verse 25. Say, even I am he that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Huyo ndio Mungu wa Yakobo. Huyo ndio Mungu wa Israeli, ambaye anasema kwamba ni mimi na ni mimi ambaye naevuta makosa zenu au transgression yenu for mine own sake, and will not remember thy sins. Na siwezi nikakumbuka. Mimi ndio nafuta, mimi ndio nasamea, na mimi ndio nikisamea nitafuta na sitakumbuka tena. So hawa walikuwa wanajua hiyo. Watu walikuwa wanajua kwamba Mungu amesema nini? Even me, ni mimi na hakuna mwingine ambaye nasamea dhambi na nitafuta, na mimi ndio nitasahau.
Huyu ndio Mungu. Sisi tunaweza samea. Amen. Lakini mwanadamu hawezi kusahau. Lakini Mungu anasema kwamba nitaisamea, nitaivuta na tena sitakumbuka tena. Amen. President wetu wa kwanza Kenya siku ile alikuwa anasema ya kwamba akawaambia wasungu ya kwamba tutawasamea lakini hatuwezi tukasahau. Hiyo ndio mwanadamu. Walipopigana uhuru tukapata uhuru, na tulipopata uhuru akatangaza na akasema kwamba hawa wabeberu tumewasamea kwa yale ambayo mlifanyia nchi hii. Tunawasamea kwa yale ambayo mlifanyia wananchi hapa Kenya, lakini tueni ya kwamba hatutasahau. Huyo ndio mwanadamu. Lakini Mungu anasema kwamba nitawasamea na tena sitakumbuka tena. So hawa waandishi, hawa scribes waliposikia akasema this man ni nani mwingine ambaye anafanya nini? Anaweza kusamea ila tu ni Mungu. Amen. So for them kusikia Yesu kusema kwamba dhambi zako zimesamehewa na kusamea dhambi zako, they knew that was a very serious claim. Ilikuwa ni dai ambao ni hatari kusema hivyo. Kwa sababu alikuwa anasema tu kwamba ni Mungu peke yake. That Jesus to claim that he could forgive sins. Hawa walikuwa wanajua kwamba it was a serious matter. Ilikuwa ni kitu kabisa ambao ilikuwa ni hatari. Ndio nasema kwa nini huyu mtu anafikuru? Ni nani ambaye anaweza kusamea dhambi? Tunajua ni Mungu peke yake ambaye anasamea dhambi. Amen. Let's read the book of. Kama vile nimesema kwamba kama mtu atadai kitu kusema mimi ndio rais, mimi ndio askari polisi, mimi ni soja, mimi au nasema kwamba mimi na hiyo yote ni hatia. Nimesema kwamba it will cause a capital punishment. Mtu kunyongwa kwa sababu amedai kitu ambao si hivyo. Now, hebu tuone kitabu cha Mathayo. Let's read the book of Matthew. Let's go to Matthew 26 verse 9. It says this way. Now, the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death, but found none. Yeah, though many false witnesses came, yet found they none. At last came two false witnesses. Yani walijaribu kutafuta makosa kwa Yesu Kristo, wakatafuta washahidi, na Biblia inasema kwamba washahidi wa uongo, false witness. Walikuwa hawatafuti washahidi wa kweli. Kwa sababu kama ungetafuta washahidi wa kweli, yani yote Yesu Kristo alikuwa amesema au yani Yesu Kristo alikuwa amedai yalikuwa ni kweli. So ndio walikuwa wanatafuta nini? Washahidi wa uongo. So the Bible says they sought false witnesses against Jesus. Kwa nini hawakutafuta washahidi wa kweli? Kwa sababu ukiwa mshahidi wa kweli, yale yote ambayo unasema hakika ni kweli. Bwana Yesu sana. Si kitu ambayo unasema tu hivi. No wonder you see hata Yesu Kristo alisema nini? Ya mkuje katika Yerusalemu. Kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 1, I believe mstari wa 8. Unaona wanafunzi wa Yesu Kristo, Yesu akamwambia, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto other most part of the earth. So unaona Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake ya kwamba you shall receive what?
power. Mtaipokea nini? Uwezo. After the Holy Ghost is come upon you. Praise the Lord. Wakati Roho Mtakatifu imefanya nini? Imewajia. And ye shall be witnesses unto me. Amen. Mtakuwa nani? Washahidi wangu. Wakati Roho Mtakatifu, lakini kabla Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mwamini yote, yale yote ambayo huyo mtu anafanya, anasema ni vitu tu ambayo anadai tu, lakini yote yale yote anadai si kweli, hata kuwa mshahidi wa Yesu Kristo. Hiyo ndio maana akamwambia nini? Wait, mkuje mpaka mtakapopata nguvu kutoka juu. Ni wakati Roho Mtakatifu imewajia, na ndipo mtakuwa nani? Mtakuwa washahidi wangu kuanzia Samaria mpaka hata mwisho wa dunia. So turudi pale katika kitabu cha Mathayo 26 pale ambapo tunasoma the book of Matthew 26. Now, the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death. Yeah. See? Alafu wamue yeye. Verse 60. But found none, yeah, so many false witnesses came, yet found they none. At last came 2 false witnesses and said, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. Praise the Lord. Blessed be the Lord. And the high priest arose. Remember, these are 2 false witnesses ambao walipatikana. And you see, they knew the scriptures. Sema kwa alikuwa so mshahidi mmoja haitoshi. So mpaka wakatafuta akapata wawili. Na akakuja wakatoa ushuhuda. Akasema this fellow, huyu mtu alisema ya kwamba atamharibu hii hekalu na katika siku 3 nitafanya nini? Nitainua tena. I'll build it in 3 days. Destroy this temple. That I'm able to destroy the temple. Oh, Mungu atusaidie sana. That's how they framed, because they were false witnesses. And they say, this fellow said, I am able to destroy the temple of God. Amen. See? You see how false they were. And then tulisikia akasema kwamba I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. And the high priest arose and said unto him, answerest thou nothing? What is it which these witnesses against thee? Wewe usemi chochote? Wewe ujibu? Unasikiaje? Umesikia namna gani hao washahidi ambao wamesema ushahidi juu yako? But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be Christ, the Son of God. Amen. Tuambie. Na akainvoke jina ya Mungu. Na akamwambia sasa utuambie kama wewe ni Kristo, mwana wa Mungu. 64. Jesus said unto him, thou art said. Umesema. Praise the Lord. Thou art said. Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand power and coming in the clouds of heaven. Then the high priest rent his clothes, saying, he hath spoken blasphemy.
What further need have we of witnesses? Behold, now ye have heard his blasphemy. Kasema ni nini ingine tunahitaji? Tunataka nini tena? Unaona, akaanza kurarua nini hiyo mavazi zake, nguo zake, hiyo mavazi, choo zake, akapasua, akarent, na akasema kwamba ni nini ingine tunataka. Huyu mtu ameongea mambo ya kufukuru, amesema blasphemy, kwa sababu amesema yeye ni Kristo, yeye ndiye mwana wa Mungu. Na hawa watu walikuwa wanajua nini? Walikuwa wanajua maandiko. Walikuwa wanasoma. Then the high priest akasema, what thing ye? They answered and said, he is guilty of death. Ni guilty, yeye ako na hatia, na adabu yake ni nini? Ni kifo, kwa sababu amesema nini? Amesema yeye ni mwana wa Mungu, amesema ya kwamba yeye ndio Kristo. Mungu atusaidie sana. Halafu siku moja Yesu Kristo akaenda Yerusalemu, na alipofika Yerusalemu akaenda katika hekalu, kwa sababu kulikuwa na karama ya Passover. Na alipofika pale akapata wale watu wakifanya biashara katika hekalu, in the temple. Walikuwa wanauza kuku, wanauza njiwa, wanauza ng'ombe, wanauza kondoo, wanapika munanda katika hekalu. Na Yesu Kristo alipofika alitafuta nini? Alitafuta mjeledi, kipoko, na akawanyorosha hawa watu, wakachapa, na akapindua yale meza pale kulikuwa na pesa ambayo walikuwa wanafanya change, na akasema ya kwamba mmefanya nyumba ya Mungu kwa nyumba ya biashara, making the house of God house of merchandise. Na hawa Wayahudi walipomwona wakatoa swali kwa Yesu Kristo, akamwambia, kwa sababu umefanya haya, kwa sababu umetuchapa, kwa sababu umepindua yale mamesa na kumwaka ile mapesa ambayo walikuwa nayo, na kwa ile makondoo ambayo walikuwa wamefunga na ng'ombe na ile mandege na njiwa na nini, akaachilia zote. Na akauliza, kama wewe umefanya hii, kwa sababu umefanya jambo hii, ni ishara gani ambayo utatuonyesha? Ni ishara gani? What sign are you going to give us? Blessed be the name of the Lord. What sign are you going to show us? Utatuonyesha ishara gani? Tusaidie sana. Let's read just another scripture in the book of John. John 2. 19. Yeah. Because verse 17 say, and his disciples remembered, okay,
Because baada ya kuwachapa hao, mstari wa 16, and he said unto them that sold doves, take these things hence, make not my father's house an house of merchandise. Amen. Then answered the Jews and said unto him, what sign showest thou unto us, seeing that thou hast done these things? Tumeona kweli umefanya yale mambo. Sasa ni ishara gani ambaye utatuonyesha? Kwa sababu umesema nini? Ya kwamba umefanya nyumba ya baba yangu kwa nini? Nyumba ya biashara. Then Jesus said, and Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Praise the Lord. Destroy this temple, and in 3 days I'm going to raise it. Now you saw what those false witnesses had said. Alisema kwamba huyu mtu alisema nini? Alisema kwamba I will nitamharibu hekalu ya Mungu na nitajenga kwa siku 3. Lakini hakusema kwamba yeye mwenyewe atadestroy. Lakini hapa alikuwa ameambia kwamba you destroy this temple and I'm going to raise it in 3 days. Lakini hawa washahidi wawili vile walisema, akasema tulisikia huyu mtu akisema nini? Ya kwamba atafunja ile hekalu ya Mungu na atainua kwa siku 3. False witness. So wakati walipoambia Yesu hapa ya kwamba because kwa sababu umefanya haya, since you have done this, can you show us a sign? What sign are you going to give? Ni ishara gani ambayo utatuonyesha? Jesus answered, say, what sign showest thou unto us, seeing that thou hast done these things? Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was the temple in building, and will thou rear it up in 3 days? Wayahudi wakamwambia sasa, walikuwa wanauliza swali, akasema kwamba ni ishara gani utatuonyesha? Ni ishara gani ambayo utatupa? What sign are you going to give us since you have done it? But Jesus told them, destroy this temple, and in 3 days I'm going to build it up. Na hao wakasema kwamba ilijengwa miaka 46. Kwa hiyo nasema kwamba wewe mwenyewe utaimaliza, utaijenga na utairudisha kwa siku 3. That was a claim. Kwa sababu alisema nini? Alidai ya kwamba I am going to raise it in 3 days. Amen. Hiyo ilikuwa ni dai ambaye alisema. So ni lazima kuona kama ilikuwa ni kweli au ilikuwa ni uongo. Alikuwa anasema kitu ambaye hawezi kufanya. Alikuwa anasema kitu ambayo si hivyo. Na walikuwa wanajua ya kwamba hiyo hekalu was a sacred place. Amen. It was a sacred place. Na kusema hiyo ya kwamba hii vile anasema kwamba alisema destroy this temple and I'm going to raise it in 3 days. Na ilikuwa ni hekalu ambayo ilijengwa miaka 46. Na Israeli walikuwa naweka heshima kubwa sana kwa hiyo hekalu. Imagine wakati Yesu walipompeleka Yesu round na kumuonyesha the magnificence vile ilijengwa na nini. Na Yesu anaposema anamwambia kwamba kumbukeni kutakuwa na wakati ambapo jiwe ingine haitaweza kusimama juu ya ingine. Hiyo ilikuwa ni mambo hatari. Kuambia hawa watu kitu kama hicho. Amen. So kusema hivyo, kusema ya kwamba nitainua kwa siku 3. Wale Wayahudi walikuwa wanajua umuhimu ambao walikuwa naweka katika hiyo hekalu. Kwa sababu hata katika
Nimeona hata watu saa zingine, unajua kuna mambo ambavyo makabila fulani wanaiweka umuhimu na heshima, alafu kama mtu atasema kitu kuhusu hiyo mambo yao watajua ndio watakuja kufanya matambiko, kwa sababu anasema kwamba mtu amefanya kitu mbaya. Makabila mingi iko vitu wako na hiyo vitu mpaka wanasema, wengine wanasema lazima nini kondoo ichinjwe, sijui nini watengeneze, kwa sababu wanasema umefanya kitu ambacho ni kinyume sana na kimila na nini. That's right. Yes. So hawa Wayahudi walikuwa wanajua umuhimu ambao ilikuwa na hawa kwa katika hiyo hekalu. Bwana anasema kwamba sign gani what sign are you going to give us? What sign are you going to show us? Ni ishara gani ambayo utatuonyesha? So umekwenda umeonyesha umefanya hiyo mambo. Na umesema kwamba umefanya nyumba ya baba yangu kwa nyumba ya biashara. Sasa ishara gani ambayo utatuonyesha utatupa sisi? Na Yesu akamwambia nini? Destroy this temple and in 3 days I'm going to raise it up. Sasa wakasema miaka 40 na ngapi? 46. Na unasema kwamba utailea tena na kurudisha tena kwa siku 3. It was a serious claim. It was serious. Amen. Oh, God help us. See? Ndio maana hata wakati walipolete kesi na mashtaka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, walilete kwa mambo mawili. Amen. Kwa sababu pale tumesikia alisema kwamba hii mtu anashukuru. Hakuna mwingine ambaye anaweza kusamea dhambi. Kwa sababu kama wewe unasema kwamba vile amesema kwamba Mungu, kama tumesoma katika kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu amesema ni mimi na ni mimi. Ni mimi ambaye nasamea watu na namsamea watu. Na tena nitafuta. Na tena nitafanya nini? Nitasahau, sitakumbuka tena. Ni nani? Ni Mungu. So hawa watu waliposikia ni nani? Kwa nini anasema kwamba yeye ni Mungu? Kwa sababu Mungu mwenyewe, Mungu peke yake ndiye anaweza yeye ni mwenye kusamea nini? Kusamea dhambi. Sasa huyo mtu anajifanya kwa nani? Anajifanya kwa Mungu. Na mtu kujifanya kwa Mungu kulingana na hawa ilikuwa ni kosa, ilikuwa ni hatia kubwa. It was a serious matter. Ambao mtu ambaye anasema hivyo ni capital punishment, kuuawa. Ati nasamea dhambi, wewe ni Mungu, hiyo die ni blasphemy, ni kufuru kabisa. Let's read the book of John chapter 10. Let's read mstari wa 32. Verse 31. Or verse 30. Say, I and my Father are one. Praise the Lord. I and my Father are one. Mimi na baba wangu ni moja. Then the Jews took up stones again to stone him. So wakachukua nini? Mawe. Na kumfanya nini? Kumlenga yeye. Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of these works do you stone me? Matendo mazuri kutoka Baba nimewaonyesha. Bwana sana. Na akasema sasa kwa haya yote ambayo nimewaonyesha, ambao sasa mnalenga nini? Mnanipika mawe. The Jews answered him saying, for a good work we stone thee not. Kwa hiyo kazi zote mzuri hatukupiki mawe kwa hayo. But for blasphemy. Amen. For we are stoning you
for blasphemy. Kwa sababu you are kufuru. And because thou being a man makest thyself God. Kasema kosa kila ambayo kinatufanya sisi kupiga wewe mawe ni kwa sababu wewe ni mwanadamu, wewe ni mtu na wewe unajifanya kuwa Mungu kwa Mungu. You are making yourself God. You are a man but you are making yourself God. Lakini kwa kazi nzuri ambayo umefanya hatuna shida na hizo. Tunakushukuru kwa hiyo. Umetulisha na mkate, tunakushukuru. Umetoa mapepo, tunakushukuru. Umefungua watu macho, tunakushukuru. Umeinua wale ambao wamekufa, tunakushukuru. Kwa kazi nzuri hatuna shida na wewe, tunakushukuru kwa hiyo. Lakini wewe ni mwanadamu, lakini wewe unajifanya kuwa Mungu, unajifanya Mungu. Hiyo ndio kila ambaye kinafanya sisi kupita wewe. Because that thou being a man makest thyself God. That's all. Being a man, you are making yourself God. Oh, God help us. You are making yourself God. You are claiming to be God. Amen. You are making a false claim. Na hiyo nimesema ya kwamba hiyo ni serious matter. It's a serious. The Jews knew. And my brothers, my sisters, we got to know that when we make a false claim, it's a serious matter. Praise the Lord. It is so serious. Praise the Lord. So my brother, whatever claim chochote ambao tunadai au tunasema, you got to prove it. Ni lazima kufanya nini? Ni lazima wewe uthibitishe. Many people make a lot of claims today. And how true are they? Niko ukweli namna gani? When you claim to be born again, unapodai ya kwamba nimezaliwa mara wa pili, you got to prove it that you are born again. Lakini kuwa nadai tu kusema nimezaliwa na hujazaliwa mara wa pili, it is a very serious matter. Kwa sababu neno la Mungu limesema kwamba crave the Holy Ghost, msusulishe Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Kwa sababu kuzaliwa mara wa pili ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na sasa kusema kitu na dai ambao unahusisha Roho Mtakatifu na si kweli, hiyo ni when you claim to be a Christian, unapodai ya kwamba mimi ni Mkristo na si kweli, it is a serious matter. Praise the Lord. Mungu atusaidie sana. So people are careless. Wanasema tu ovyo bila kujali. No, that's why I say doing something or speaking something irreverently. Kusema tu ovyo bila kujali unasema nini. Praise the Lord. On things ambayo unamhusisha nani? Unamhusisha Mungu. Mimi ni Mkristo, mimi ni Mkristo. I'm a child of God, mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. I'm a son of God, I'm a daughter of God. And it is not true. It's a false claim. Ni dai ambayo si kweli. Ya uongo.
bibi harusi ya Yesu Kristo. Oh, it is serious, my brother, my sister. Amen. Kama mtu anatembea hapa na kusema uongo na kusema kwamba mimi ni bibi ya fulani, mimi ni bibi ya pastor, mimi ni bibi ya fulani huko, na kudai kutangaza huko sokoni, na watu wanajua ya kwamba si kweli. Amen. So je, unaposema kwamba mimi ni bibi harusi ya Yesu Kristo na unatangazia watu mimi ni bibi harusi ya Yesu Kristo, na maisha ambayo unaishi haiwezi kutoa heshima kwa Bwana wako, grieving the Holy Ghost ambao umetiwa muri mpaka wakati wa ukombozi wenu. So when you claim to be a Christian, let us see Christianity. Tuone maisha ambao inamfanana na Yesu Kristo. Kwa sababu that's to be like Christ. Ni kufanana na Yesu Kristo. Blessed be the name of the Lord. Ni kufanana na Yesu Kristo. Tuone tabia ya kuonana na Yesu Kristo. Tuone bibi harusi wa Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo inasema nini? Ya kwamba bibi yake amefanya nini? Amefishwa vazi, amekuwa tayari ready. Na matendo ya haki ndio vazi lake. Amen. The works of righteousness. Matendo ya haki. Kanisa la Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio kichwa ya kanisa hiyo. Na Biblia inasema nini? Paulo alipoongea akasema kwamba hii siri ni siri kubwa. Akasema siongei juu ya mume na bwana na mke, lakini naongea juu ya Kristo na kanisa, ambao inampasa mke kumtii bwana wake kwa kila jambo. Hivyo kanisa la Yesu Kristo lazima kumtii Kristo kwa kila jambo. So mtu anadai ya kwamba mimi Yesu Kristo ndio bwana wangu, Yesu ndio bwana wangu, lakini hapa hawezi amtii neno la Mungu au kichwa ambaye ni Yesu Kristo kwa kila jambo. It's a false claim. Amen. Ni kuwa na madai ambao si kweli. Kwa sababu kanisa la Mungu, kanisa la Yesu Kristo anamtii neno la Mungu kwa kila jambo. Praise the Lord. Ni Mkristo, ni mtoto wa Mungu. Praise the Lord. Kama vile nilisema mbeleni ya kwamba kama mtu anatembea sokoni huko na kusema mimi ni mtoto wa President Uhuru Kenyatta au President Excellency, mimi mtoto wake, mimi ndio kijana yake, kujeni hapa, kujeni na kutangaza kwa sokoni, polisi watakuja saa hiyo na kumchukua yeye. Kwa sababu anafanya nini? Anafanya claim ambayo si kweli. Na je, leo wapendwa, ni watu wangapi wanatembea huku na kule na kutangaza kusema kwamba sisi ni Wakristo, sisi ni mtoto wa Mungu, mimi ndio binti, mimi ndio mwana wa Mungu. Na yote ni uongo. Mungu tusaidie sana. Kuna msemo mwingine siku hizi, kila mtu anaongea tu anasema mimi ni believer. We are believers. Sisi waamini. Ni waaminio wa ujumbe. Amen. Do you know the message of the hour is the work of the Holy Ghost? Amen. Tukiongea kuhusu ujumbe ya wakati wa mwisho kama vile tuliona juzi. Praise the Lord. Yohana aliona nini? Aliona hiyo vinara 7 vya taa. Na akaona yule ambaye kama mwana wa Adamu akiwa katikati ya hiyo vinara ya dhahabu akiwa katikati yake, sio? Na katika mkono wake kulikuwa na nini? Nyota 7. Praise the Lord. Na hiyo tuliona kabisa kilindi. Kuanzia kanisa la kwanza Efeso mpaka kanisa la 7 ambayo ni wa Laodikia, na kila mjumbe ndio alikuwa katika mkono wa kulia wa Bwana wetu Yesu
Kristo. Praise the Lord. Na akasema kwamba yeyote ambaye ako na masikio apate nini? Asikie yale Roho nasema kwa makanisa. Yes. So ndio tunajua kwamba tukiongea kuhusu ujumbe ya wakati huu, tunajua ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Praise the Lord. So mtu anaposimama na kusema kwamba mimi ndio muamini, mimi ndio muaminio, I'm a believer. Brother, sister, if you go to prove it, actually you are a believer of the word of God. Wewe ni muaminio wa neno la Mungu. Lakini watu wanasema tu sisi ni waaminio, lakini matendo, vituko ambayo wanafanya, mambo ambayo wanaamini, vile ni mambo ambazo hatuwezi hata kufikiria kusema mtu anaweza fanya mambo kama. It's a blasphemy. It is unforgivable sin. Ni dhambi ambayo haiwezi kusamehewa. Praise the Lord. Ndio Biblia inasema nini? Inasema kwamba inamfanya mtu kuingia nini? Ile hukumu ya milele. Praise the Lord. Eternal damnation. Because it is unforgivable sin. It's unforgivable sin to claim, to have a claim which is not true, which you cannot prove it. Praise the Lord. So you got to prove all those. Lazima ithibitishe, lazima ionekane. Kama wewe ni Mkristo, lazima ionekane hakika wewe ni Mkristo. Si kitu ya kusema, si kitu ya kudai tu peke yake. People should see Christianity in you, to be like Christ. Praise the Lord. When you claim to be born again, let us see if you are really born again. When you claim to have received the baptism of the Holy Ghost, let us see, let people see that you have received the baptism of the Holy Ghost. Praise the Lord. When you claim to be a believer, when you claim to be the bride of the Lord Jesus Christ, let everybody see and you proven before kabisa ya kwamba hakika wewe ni bibi harusi, wewe ni mtoto wa Mungu. See? Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, hatuna muda kuonyesha moja kwa moja. See? Yale yote aliyosema. Ndio tumeona pale amesema kwamba your sins are forgiven. Alafu sasa ikafanya watu kuirrelate. Hao watu wa scribes. Nasema ni nani? Ni Mungu peke yake anaweza kusamea dhambi. Lakini wapendwa, wale yote Yesu alisema, yeye mwenyewe aliprove, alithibitisha. And that's what we are supposed to be doing. Our life should prove who we are. Maisha yetu, tabia zetu, lazima kuthibitisha na kuonekana kabisa ya kwamba yale ambayo tunasema, yale ambayo tunadai ni kweli na ni hakika. Yesu Kristo. Amen. Alikuja kwa nyumba ya kumtembelea Martha na Maria. Wakati Lazaro alikuwa amelala. Bwana asifiwe sana. Na akasema kwamba I am the resurrection and life. Bwana asifiwe sana. Amen. Haikuwa tu ni dai tu, lakini alithibitisha, akaprove ya kwamba he was resurrection and he was life. Praise the Lord. So alipoleta kuja kwa kaburi ya Lazaro, akasema kaeni jiwe. Ni siku ile sasa tangu awe mahali pale. And now he's thinking. But alikuwa amesema kwamba I am the resurrection. Oh, blessed be the Lord. So aliposimama mahali pale na akasema Lazarus, rise. Lazarus who was dead 4 days. Alikuwa mkufa siku ile. Yeye akaamka. It was not a false claim. It was not blasphemy. Oh, blessed be the Lord. Na Lazarus akafanya nini? Akaamka. He proved it. Praise the Lord. Akasema kwamba destroy this temple. Haribu hii hekalu na kwa siku 3 nitafanya nini? Nitalea tena, nitainua tena. I'll raise it up. Oh, blessed be the Lord. Akasema I'm going to raise it up. Nitainua.
Bwana asifiwe sana. Kwa nini akasema hiyo? Kwa sababu alikuwa na imani, na imani ambayo alikuwa nayo ni imani ya Mungu, the faith of God. Praise the Lord. Because faith comes by hearing, and hearing the word of God. Praise the Lord. So aliposema destroy this temple and I'm going to raise it, I'm going to bring it up again in 3 days. Watu wakasema it's a blasphemy. Ilijengwa miaka 46. Na sasa huyu mtu anasema kwa siku 3. Ni blasphemy. Ni kusema kitu ambayo hawezi kufanya. Praise the Lord. But he had faith. The prophet talked about that faith. He called it the sixth sense. Amen. See? The sixth sense. See? We know we have 5 senses. So far. Lakini akasema this is faith is the sixth sense. Praise the Lord. He had faith in the word of God. See? Ukisoma katika maandiko, David alikuwa amesema nini? See? Daudi katika roho, in the spirit, blessed be the name of the Lord. Say, I will not leave my Holy One to see corruption. Bwana asifiwe sana. Anasema kwa sitaruhusu yule wangu ambaye ni mtakatifu kuoza. Blessed be the name of the Lord. Neither will I leave his soul in hell. That was the word of God. Bless the Lord. So Jesus alikuwa anajua ya kwamba hili neno la Mungu na ni kweli. Akasema kwamba kwa sababu alikuwa amesema kwamba I will not leave my Holy One to see what? To see corruption. Bless the Lord. Neither will I leave his soul in hell. Jesus believed that. Yesu Kristo aliamini hiyo. Aliamini ya kwamba sitaona nini? Kuoza. Bwana asifiwe. Sitaoza. Kwa sababu corruption inakuja around that. Hiyo siku 3. See? Blessed be the Lord. See? That's why ndiye alikuwa anaambia nini? Akamwambia as Jonah, kama vile Jonah alikuwa katika nini? Tumbo la nani? Samaki. Kwa siku ngapi? Siku 3. Akasema kwamba mwana wa Adamu atakuwa mahali siku 3. Jonah, ile ishara ambayo Jonah ilikuwa anazungumza kuhusu nini? Kuhusu kufa, kusulubiwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na kufa kwake na kufufuka kwake. Praise the Lord. That's why I say this. Akasema destroy this temple and 3 days I'm going to raise it up. Praise the Lord. Na hawakupata ufunuo. Wakasema kwamba anaongea kuhusu ile hekalu ambayo Sulemani alijenga, lakini alikuwa anaongea kuhusu temple yake ambaye ni mwili wake. Praise the Lord. Praise the Lord. He proved it. Akathibitisha, akatimiza hiyo. Praise the Lord. Kwa nini? Kwa sababu aliamini hiyo. Wapendwa, we got to believe the word. Ni lazima tuamini neno. Hapana kusema tu ya kwamba hivi, lakini lazima tuamini neno la Mungu. Kama vile neno la Mungu imesema, lazima tuamini hiyo. Kama vile Yesu Kristo aliamini hiyo. Ya kwamba iliandikwa ya kwamba I will not leave my Holy One in to see what? To see corruption. So alijua hata wafanye nini, hata wakiniua, sitaona nini? Sitaona hiyo corruption. Sitaoza. Praise the Lord. And my soul will not be in hell. Jesus believes the word. Oh, God help us. So we got also to believing the word. Bwana kusema naamini lakini uamini. That's blasphemy. Kusema mimi naamini neno na uamini. Oh, it's a serious offense. God help us. Unajua saa zingine tunasema kwamba kufukuru au blasphemy
ni kuendelea tu kusema tu maneno tu mbaya au kusema kuwa na statement mbaya. Hiyo si hivyo wapendwa, it's not so. Lakini mtu anapokuwa kinyume na neno la Mungu na kuwa na vile anavyochukua neno la Mungu, anachukua katika njia ambayo si kuweka umuhimu. Remember, nimesema kwamba si kusema mambo mabaya, kusema kutembea na kusema maneno mabaya, lakini nimesema kwamba kuwa na kinyume kwa neno la Mungu au kuona kazi ya Roho Mtakatifu na haujali chochote hata unapoona, hiyo ni blasphemy. Ni watu wangapi wanaweza kukaa na kusikia neno la Mungu na wanajua kwamba hakika ni kazi ya Roho Mtakatifu? Amen. Kama vile Mungu anasema nini, kwamba katika wakati huu ambao tunaishi, akasema kwamba vile kanisa lake ya Yesu Kristo atakapokamilishwa, Mungu akapeana njia na Mungu akaraise watumishi wake, the fivefold ministry. Na watu wanaona kazi ya fivefold ministry na tujue ya kwamba hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu mwenyewe amesema kwamba he himself gave some. Yeye mwenyewe aliwapa wengine kuwa mitume, akawapa wengine kuwa wainjilisti, amen, wengine kwa prophets, wengine walimu, wengine manabii. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, na watu wanaona ni kazi ya Roho Mtakatifu, lakini watu hawaweki umuhimu ambao inastahili. That's having a negative attitude towards the word of God. Yani kuwa na hali ambayo ni kinyume sana kwa neno la Mungu. Negative, so negative. Kuwa na hiyo attitude, hali ndani yako kwa neno la Mungu, kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Na tukifanya hivyo, we are grieving the Holy Ghost. Tunahuzunisha nani? Roho Mtakatifu. Na neno la Mungu anasema kwamba usihuzunishe. Amen. Na tumeona katika neno la Mungu anasema kwamba ile lazima zile zingine zote kwa mwana wa Mungu, mwana wa Adamu, na zingine zote mtu anaweza kufanya hivyo yote, lakini wataweza kusamehewa. Lakini kufukuru Roho Mtakatifu, to blaspheme the Holy Ghost, is unpardonable sin. Ni dhambi isiyosamehewa. Kwa sababu mtu anaona kazi ya Roho Mtakatifu, anakuwa na dai ambayo si kweli. Amen. Ni kukwasa Roho Mtakatifu, ni kukasirisha Roho Mtakatifu, na kukasirisha Roho Mtakatifu hakuna msamaha. It's unpardonable sin. Msamaha sio sameka. Praise the Lord. So remember, seeing the work of the Holy Ghost and doing nothing about it. Unaona kazi ya Roho Mtakatifu lakini haujali. Roho Mtakatifu anatunenea lakini haujali. Roho Mtakatifu anatusaisha lakini haujali. Roho Mtakatifu anaturekebisha lakini hatujali. Roho Mtakatifu anatukemea lakini hatujali. That is serious matter, my brother, my sister. It is so serious. So that's why when the Holy Ghost corrects us, let's take an action. Let's take a step. Praise the Lord. Yeah, kubali na kusema asante Mungu na uchukue hatua. Make a step. That's how to please the Holy Ghost. Lakini wakati Roho Mtakatifu anasema nasi, analeta neno kwetu, lakini tunasikia, lakini tunapuuza tu.
It is serious. That is unpardonable sin. Why? Because when the Holy Ghost speaks, wakati Roho Mtakatifu anaposema nasi, nini inahitajika kwetu? Ni kuchukua hiyo na kuweka katika matendo. But doing contrary or acting contrary from what the Holy Ghost says or wants us to do, it is serious. Kutenda kinyume kwa yale Roho Mtakatifu anatuambia au yale Roho Mtakatifu anataka sisi tutende, hiyo ni kosa ambao haiwezi kusamehewa. Watusaidie sana. Tukisoma kitabu cha Wagalatia, as we vile nilikuwa nimesema, let's see the book of Galatians chapter 1. Galatia moja this is Paul, the messenger of the first church age. See? Kama vile tuliona juzi, tutarudia lakini tuliona hiyo. So mmoja mstari wa 4. Bado tusome mstari wa kwanza. Say Paul, an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father who raised him from the dead. So this Paul, an apostle, say not of what? Not of men, neither by man. Si kufanywa na mwanadamu, si kutoka kwa mwanadamu, lakini kutoka nani? Yesu Kristo. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Verse 6. Say, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, unto another gospel. Praise the Lord. So Paul anasema kwamba nashangaa, I marvel that you are so soon removed. Mnaondolewa, mnatoka from him that called you, kutoka yule ambaye aliwaita into the grace of Christ. Kwa yule ambaye aliwaita nini? Neema ya Mungu Kristo. Unto what? Another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Praise the Lord. Kasema si injili nyingine, lakini kuna watu ambao wanakuja kufanya nini? Kuwashawishi nyinyi, ili kuwaelekeza na kuwasumbua na kuwaelekeza, kwa sababu wanakuja kufanya nini? Kupervert au perversion, ukeusa tu kidogo tu injili ya nani? Injili ya Kristo. Praise the Lord. You remember one time tulisikia nini? The gospel of the king, the gospel of the kingdom. Bwana asifiwe sana. Na tuliona kwamba ni Kristo alikuja kuhubiri nini? The gospel of the king. Akuhubiri kitu kingine, the gospel of the kingdom. Praise the Lord. So here, verse 8. Say, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be cast. So akaonyesha, akamwambia kwamba, kwa sababu nimesema kwamba huyu ilikuwa ni messenger, na yeye ndiye aliweka nini? Alisema nimeweka msingi, na akasema hakuna msingi mwingine ambaye itawekwa ila tu ile ambaye alikuwa ameweka, ambaye alisema kwamba ni nani? Ni Kristo. That's why you see the prophet of our time was so courageous. Alikuwa na ujasiri, na akasema kwamba kile Paulo alihubiri ni kile ambaye nimehubiri. Praise the Lord. So Paulo anasema kwamba though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be cast. Yalaniwe. Na nimesema kwamba wakati Mungu alipofanya kazi kwa sisi watu wa mataifa,
Praise the Lord. Na katika hiyo nyakati 7 za makanisa kama vile tuliona juzi. Amen. Hiyo yote ni kazi ya Roho Mtakatifu. Amen. So mtu anaposimama na kugeuza hiyo injili, na Paulo amesema kwamba hata sisi tukirudi, hata sisi nani akuje na kuhubiri kingine, hata malaika kutoka juu mbinguni aje na ubiri kinyume cha hii, sema yeye alaniwe. Na hiyo ndio Biblia anasema nini? Hukumu ya milele, yani damnation ya milele, eternal damnation. So imagine how many people today ambao wameenda katika hiyo njia ambao ni hatari, kwa sababu ni kufukuru, ni kukosa heshima kwa kazi ya Roho Mtakatifu na kusema mambo na wanaweka chini la Mungu, na Mungu atasema hivyo. Mungu hata hajawaita si watumishi wa Mungu, wanafanya mambo vituko. That is blasphemy. That's blasphemy, and the Bible says it is unpardonable sin. Damnation comes as a result of what? Curses. So you the man of people lazima ni alaniwe. So tunapoongea katika wakati wapendwa, Mungu anafanya kazi katika kizazi chetu. That's why I say, behold, I'll send you like the prophet before the great and terrible day of the Lord, and will come and turn the hearts, our hearts, kama ili kwa kama baba mioyo kaya baba zetu hao mitume. Lakini my brothers, tukichukua tu carelessly na tunafanya kinyume, na tunajua kwamba ni kazi ya Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu anafanya hivyo, we are in danger of going katika hiyo hatua ambao hatutapata msamaha. We are putting our souls in danger. Praise the Lord. In danger, hatari. Kwa sababu ni Mungu anafanya kazi, ni Roho Mtakatifu anafanya kazi, lakini we live a very careless life. Tunaishi katika maisha ambayo tunasema mambo bila kujali, tunajiendesha bila kujali. Lakini tayari Mungu amefanya nini? Amesema. Mungu amenena. Roho Mtakatifu ametufunulia neno lake, ametuonyesha neno lake. Watusaidie sana. Remember, I say this is the work of the Holy Ghost. And if it is the work of the Holy Ghost, when you speak against it, when you do it contrary, that's why I say you are endangering your life. Praise the Lord. Let's see Matthew chapter 12. As we come to the end of Matthew 12. Okay. Oh, God help us. Mungu atusaidie sana. Mungu atubariki. 12:32. Let's read 12:31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. You understand, my brother, my sister? And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
Remember nimesema kwamba si kwenda kuongea na kusema. It is your action. It is your attitude towards the word of God. Because our action speaks louder than words. Ni vile unavyokaa, ni vile unajiendesha. That's why I say, Bible says, ukisema kitu kuhusu sonship au kuhusu fatherhood, sawa, unaweza samehewa, lakini the Holy Ghost will not be forgiven in this world and even in the world to come. Mungu atusaidie sana. Oh, Olympus. Unburnable sin. Sin. Amen. See? Let's take Jesus to be our example. So whatever he claimed, yote ambaye alisema, he proved it. Remember he said, kasema, I will not leave you comfortless. Kama watoto yatima, I will come to you. Nitakuja kwenu. See? Na nitakuwa ndani wenu. Lakini hiyo ni kweli. He promised it. Vile nimesema kwamba aliahidi ya kwamba I'm the resurrection. He proved it. Kasema destroy this temple. I'm going to raise it. He raised it. In those 3 days. I will not leave you comfortless. I will come to you. He proved it. He came. Yeye akarudi. Na akasema nitakuwa ndani wenu. It is true. So, remember my brother, my sister, nimesema kwamba this work, the message of the hour, kazi ambayo Mungu anafanya katika wakati huu is the work of the Holy Ghost. Na nimesema kwamba if it's the work of the Holy Ghost, when you speak against it, when you have a negative attitude, see, kwa yale Mungu ambaye anafanya, you are putting your life, your soul in danger. Amen. So, tumeona katika kitabu cha Efeso, sema, grieve ye not the Holy Ghost. Pesa lao. Wametiwa muri, waka wakakushimini. Blessed be God. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Let's pray. Baba, tunakushukuru, tunasema asante. Kweli umekuwa mwema. Tulipofikia mahali hapa, Bwana wetu, tulikuwa na hiyo tamaa, kiu na njaa. Na sasa Bwana wetu, hakika umetuonyesha na umetupa kila ambayo ulikuwa nayo kwa ajili ya maisha yetu. Mungu mpendwa, tunasema asante. Tusaidie Bwana wetu, tusihatarishe nafsi zetu, tusiweka nafsi zetu katika njia ambayo ni hatari, kama vile tumeona na tumesikia mchana wa leo ya kwamba dhambi hiyo ni dhambi ambayo haiwezi kusamehewa hapa dunia hii na hata dunia iliyo mbele, dunia ijayo. Mungu wetu, uturumie. Ile Baba wetu, yale Mungu unanena nasi, yale ambaye Mungu umetimiza katika kizazi chetu, tuweke umuhimu, tuchukue, tuishi na tusiwe na madai ambao Bwana si kweli. Mungu uliambia Wafarisayo katika nyakati zako ya kwamba wanakutukuza tu kwa midomo zao, lakini kwa mioyo yao ni mbali sana. Na ibada zao ulisema kwamba yote ni bure
Mungu wetu tusaidie, tuwe waamini wa neno lako, tukuchukue kwa neno lako. Please always help us that we may take you at your word and live a life, oh God, as Paul said, we are written epistles read and known by all men. Let that testimony, Master, be seen in us, oh God, that we may be your witnesses in wherever we are. Oh God, give us the spirit, oh God, of humility. You say, Lord, them that you love, you chasten, you rebuke. And Lord, you've told us that we've got to be zealous, even to repent. Lord, we want to dedicate our lives unto you now. Disperse us, O God, with your blessings. We want to commit the week which is ahead of us, even unto your hand. We thank you for the past week. You have been so good and kind even unto us. All that you have done for us, we appreciate and want to say thank you. We believe even as we go ahead, the week that's before us, Lord, we know that you are going to be faithful and you are going to bless your children. Take over now, for we pray, trust and believing in Jesus' name. Amen. So, God bless you.